amuondoe katika ukatibu wa wazee. Tukisema amuondoe katika ukatibu wa wazee, ina maana kabla ya kuondolewa alikuwa katibu. Sisi tunasema sio katibu. Tena tunaona ajabu, huo ukatibu aliupata wapi? Huyu moja kwa moja wanachama letu liwe moja katika kuwakilisha tamko letu kwa katibu kwamba Akilimali hatufai kuwa mwanachama mwenzetu. Hatufai. Arudi na umri wake ule mkubwa akalime mihogo. Atuachie Yanga yetu. Manji, huu mwaka wa 10 kulikuwa na mgogoro hapa Yanga. Watu tulikuwa hayo majina ukisikia ya kanda mbili, Laizoni, sijui kitu gani, ilikuwa ndani ya migogoro. Manji kwa mtazamo wake na uwezo Mungu aliyompa, akaangalia na akatumia busara, akaturudisha watu tukawa kitu kimoja, na toka alipoturudisha na kuwepo kwake Manji, huu mwaka wa 10 sasa tunafurahi tu. Uongo? Leo mtu mmoja huyu na watu wachache ambao wanampiga pushi, yeye anajikuta kwamba ndio msemaji tena hodari. Tunachozungumza, viongozi pelekeni taarifa. Tunayoongea hapa ni wenye viti wa matawi. Mimi mwenyekiti wa tawi la Mwembe Yanga na wanachama 285 wako nyuma yangu. Kwa hiyo kauli yangu ninayozungumza hapa ina watu 285 na wote hakuna ambaye atakayenivunja, kwa sababu tayari nawajua na tunakaa pamoja tunaongea. Tunachozungumza sasa, narudi kwa Manji, namsihi na kumwomba ajue kwamba kiongozi yoyote duniani hakubalini na watu wote. Hata manabii walipata upinzani. Yesu alikuja kuwakomboa wana wa Israeli, lakini miongoni mwa hawa wana wa Israeli wengine walimsaliti mpaka kufikia hatua ya kumsulubisha, lakini hakukata tamaa. Yesu alikwenda na ukombozi. Muhammadi kafikia hatua ya kuhama kutoka Maka katika mji wake aliozaliwa kwa kuwakimbia watu wabaya, akaenda zake Maka, lakini hakuacha Uislamu, aliuongoza mpaka leo tunao. Manji, usikate tamaa, tuko nyuma yako, tutakutana.